Tarumbeta ya Bwana itakapolia mara, milele itakapopambazuka, nao wakati watakapokusanyika ng'ambo, majina yaitwapo niweko. Majina yaitwapo, majina yaitwapo, majina yaitwapo, majina yaitwapo niwepo. Siku ile watakatifu watakapoamka na kuondoka huru kaburini, watakapokusanyika makaoni kule juu, majina yaitwapo niwepo. Majina yaitwapo, majina yaitwapo, majina yaitwapo, majina yaitwapo niwepo. Tutende kazi kwa Yesu mchana kutwa kwa bidii, tutangaze kote pendo lake kuu. Nayo kazi itakapotimika hapa chini, majina yaitwapo niweko. Majina yaitwapo, majina yaitwapo, majina yaitwapo, majina yaitwapo niwepo. Asanteni, tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba Mungu Mwenyezi, tunakushukuru tena kwa mbaraka wako wa Sabato hii na kwa kuwa umetujalia kukutana pamoja hapa ili tuweze kuonyana pamoja na kufundishana pamoja na kutiana moyo katika wakati huu mgumu ambapo sisi ni wasafiri wa kuelekea mbinguni. Tunakuomba Bwana utusikie na utuongoze. Tunakuomba Bwana uwabariki hata wale ambao hawajaweza kufika mahali hapa, uweze kuwatia nia ya kuja kwa ajili ya kuungana pamoja na ndugu zao na wajoli wao ili waweze kufanya ibada takatifu. Tunaomba haya yote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Asanteni kwa huo wimbo. Kama amejaribu kutafakari, mtaona kwamba huu wimbo unahimiza kwamba pale majina yatakapoitwa pale wakati wa mwisho, hata mimi niweze kuwepo. Nitaweza kutoa kisa kimoja ambacho kiliwahi kutokea kwa karne za nyuma na kikamwezesha huyu aliyetunga wimbo huu mpaka kutunga wimbo huu. Ilikuwa ni kwamba walikuwa katika chuo cha watoto ambapo walikuwa wanafundishwa watoto Biblia na kweli mbalimbali za Biblia. Sasa wale watoto ulikuwa ukiingia pale darasani kusoma, uwezi ukaondoka kabla hujakariri mstari wowote wa Biblia, na ili uhesabiwe kama wewe upo lazima ukariri mstari wa Biblia, ndipo unahesabiwa kwamba wewe upo. Sasa kwa siku hiyo kuna binti mmoja alikuwepo na katika mafunzo alikuwepo, lakini alishindwa kukariri huo mstari wa Biblia mmoja. Hivyo yule mkufunzi wao alivyomuita na akashindwa kunukuu mstari wowote wa kwenye Biblia, akahesabiwa hayupo, wakati huo yupo pale pale. Kwa hiyo kitu kilimuuma sana huyu mtu aliyetunga wimbo, mpaka akaamua kwamba Bwana, majina yatakapoitwa hata mimi niweze kuwepo. Yawezekana wewe unakuja hivi kanisani unajibidisha kweli,
hivi je, majina atakapoitwa na wewe utakuwepo? Na hilo swali ni la kujiuliza, na majina lako litakapoandikwa katika kitabu cha mbinguni, ndipo utaweza kusema kwamba nakushukuru Bwana kwa sababu jina langu limeweza kuandikwa. Msomaji, naomba nisomee kitabu cha Luka 10 na ule mstari wa 20. Luka 11 na mstari wa 20. Luka 10:20. 10:20 Luka inasema, Ndiyo. Lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii. Kwa vile msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Bali furahini kwa kuwa majina yenu yameandikwa mbinguni. Haleluya. Amen. Yaani shangwe kuu ambayo sisi watakatifu tunatakiwa kuwa nayo ni pale ambapo majina yetu yanapoandikwa mbinguni, majina yetu yatakapoitwa katika siku ile ambayo ni siku ya mwisho, na hata sisi, mimi na wewe, jina langu na lako liweze kuwepo pale, ili hukumu inapotolewa. Maana hukumu kulingana na kitabu cha Wakorinto 6:2 inatolewa na watakatifu, na pale ambapo watakatifu watakuja kufanya hukumu ya upelelezi katika kipindi cha milenia, hata wewe jina lako liweze kuwepo. Haleluya. Amen. Lakini tuna mshtaki wetu, kama tunavyojua, mshtaki wetu yuko mbinguni, yupo hapa duniani, ambaye ni Ibilisi na Shetani, na huyo ndio mshtaki wetu ambaye anajitahidi kuleta mafundisho ambayo yanaelekeana na ukweli ili kuweza kutupotosha sisi. Haleluya. Amen. Msomaji, naomba nisomee kitabu cha Ufunuo sura ya 20 na ule mstari wa 10 mpaka 12. Inasema, Ndiyo. Akanichukua katika roho, ndiyo, mpaka mlima mkubwa mrefu, ndiyo, akanionyesha ule mji mtakatifu Yerusalemu, ndiyo, ukishuka kutoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu, ndiyo, wenye utukufu wa Mungu, ndiyo, na mwangaza wake ulikuwa mfano wa kito chenye thamani nyingi, kama kito cha yaspi, ndiyo, safi kama birauri. Ndiyo. Ulikuwa na ukuta mkubwa mrefu wenye milango 12, na katika ile milango malaika 12, na majina yameandikwa, ambayo ni majina ya kabila 12 za Waisraeli. Umefika mstari wa 12? 12 ndio. Asante. Kunaona kwamba kuna majina ambayo yameandikwa, na hayo majina ni ya kabila za Israeli, si ndio? Ndio. Na sisi kulingana na kitabu cha Wagalatia 3:20 nasema tunakuwa wazao wa Ibrahimu tukizishika amri za Mungu na kumtii Bwana Yesu. Haleluya. Amina. Sasa tunaona kwamba Shetani anajaribu kuleta mafundisho mengi ambayo kwa mkini yanaweza kutupotosha hata sisi, kwamba unaangalia hili fundisho, mbona kama vile ni la kweli, mbona kama mtu anatumia mafungu kabisa ya Biblia na anatumia ujasiri mwingi sana kufundisha ili aonekane yeye kuwa ni mkweli, kumbe anavifanya hivyo, kumbe anapotosha watu. Sasa katika siku ya leo nimeleta somo ambayo inaitwa sheria na neema. Je, tunahesabiwaje haki kwa njia ya imani? Sasa kuna mafungu ambayo yanasema tunahesabiwa haki kwa njia ya imani, lakini pia watu walizidi kufundisha, wanasema kwamba tuna imani ambao ukiwa nayo, ambao ni kumwamini Bwana Yesu, hiyo inatosha, hauna haja tena ya kushika sheria za Mungu. Sasa wanasema kwa sababu sasa hivi tuko chini ya neema, hatuko tena chini ya sheria, yani tuko chini ya neema, hatuko chini ya sheria. Na wanatafuta maneno mengi ambao mara nyingi wanayatoa katika kitabu cha Warumi ili kuthibitisha madai yao na mada yao kwamba tunatii, yani tunakuwa wana wa Mungu na kwenda mbinguni bila kushika amri zake, jambo ambalo inakuwa si la kweli. Msomaji, naomba unisomee kitabu cha Marko 7:7 Marko inasema, ndiyo, nao waniabudu bure, ndiyo, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Ndiyo. Ninyi mwaiacha amri ya Mungu, ndiyo, na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Kwamba watu wanaiacha amri ya Mungu. Sasa maandiko yanasema nyinyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya nini? Ya wanadamu. Kwamba amri zipo nyingi, na katika kitabu cha Kutoka sura ya 20 na ule mstari wa 3 mpaka wa 17 imeorodheshwa amri 10 za Mungu. Sasa ukimuuliza huyo mtu ambaye anasema nahesabiwa haki kwa neema, si kwa matendo ya sheria, ukimuuliza je, wewe unaiba? Anasema mimi sifanyi hivyo vitu, siibi. Sasa ukifika kwenye mada ya Sabato, ndipo anasema mimi sipo chini ya sheria, bali nipo chini ya neema.
Kwa hiyo timiza anakataa amri moja ambayo ni amri ya nini? Ya Sabato. Wanaikataa live hivi tukiona. Kwa hiyo inabidi tutie nguvu katika kuwafundisha, lakini kwa unyenyekevu na kwa hofu. Sasa sheria ni nini na neema ni nini na dhambi ni nini na tunahesabiwaje haki kwa imani? Haya ni maswali ambayo tunatakiwa kujiuliza siku ya leo, na yana majibu kulingana na tutakavyoona huko baadaye. Lakini tukianza na neema, ambayo watu wengi walikuwa wakijiweka kwenye hicho kivuli, wanasema neema ni ile hali ya kupewa kitu ambacho kikawaida kwa haki yako kutakiwa kupata, kwamba neema ni kupata ile haki ama ule uwezo ambao kwa haki yako wewe mwenyewe au kwa matendo yako ukutakiwa kupata. Hiyo ndiyo neema. Lakini dhambi na yenyewe tunaweza kukaizia, au tuanze na nini? Tuanze na kitabu cha Warumi sura ya 7 na ule mstari wa 7. Tuanze sheria ni nini? Naomba nisomee msomaji. Warumi 7:7. Warumi nasema, ndiyo. Tusemeje basi? Ndiyo. Torati ni dhambi? Ndiyo. Hasha! Walakini isingelitambua dhambi ila kwa sheria. Walakini singelitambua dhambi ila kwa sheria. Asante. Hapa tunaambiwa kwamba mimi nisingeweza kutambua sheria, nisingeweza kutambua nini? Dhambi ila kwa nini? Kwa sheria. Kwamba sheria kazi yake ni kutuonyesha kwamba hii ni dhambi, alafu hii sio dhambi. Lakini kabla ya hiyo sheria kuwepo, dhambi si ilikuwepo ulimwenguni? Ilikuwepo ama haikuwepo? Naomba usome kitabu cha Warumi 5:13. Warumi 5:13. 5:13. Ndiyo, inasemaje? Maana kabla ya sheria dhambi ilikuwemo ulimwenguni. Ndiyo. Lakini dhambi haihesabiwi isipokuwa sheria. Tunaambiwa kwamba kabla ya sheria dhambi duniani ilikuwepo na watu walikuwa wanatenda dhambi, lakini hiyo dhambi haikuhesabiwa kwa sababu haikuwepo nini? Sheria. Na mtu anayetambua kwamba hii ni dhambi ni mpaka uambie kwamba hiki ni dhambi, uache, ndipo unatambua kwamba ni dhambi. Kwa wakati ule watu Adam na Hawa walivyokuwa wamewekwa katika bustani ya Eden, hawakutambua kwamba hapa tuko uchi, mpaka walipokuja kutenda dhambi ambayo ikaja kuwafunulia, wakajua haya kumbe haya ni mema, haya ni mabaya, ndipo wakaweza kufanyaje? Kutambua kwamba dhambi, kutambua kwamba hapa sasa hivi tuko uchi, si ndio? Ndio. Sasa kulingana na maandiko matakatifu inasema kwamba dhambi ni uasi wa sheria, kwamba sheria inapokuwepo hivi na kuelekeza ufanye hivi na wewe ukatenda kinyume chake, ambapo unaasi hicho kitu ambacho kimewekwa, wewe unakuwa unatenda nini? Dhambi. Kwa hiyo naomba nisome kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 3 na ule mstari wa 4. Nasema, ndiyo, kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Kwa hiyo tunaeleza kwamba dhambi ni nini? Uasi. Ni uasi, na mtu anayevunja sheria ndiye anatenda nini? Anatenda dhambi. Kwa hiyo yani jambo la kwanza ni ili liweze kuwepo, ili tuweze kupata neema. Jambo la kwanza ni sheria lazima iwepo ulimwenguni, na sheria ikiwepo ndipo inasababisha watu inaona kwamba hapa nikitenda kinyume na sheria hapa ndo inakuwa na dhambi. Kwa hiyo nisifanye hivi ili nisiwe na nini? Na dhambi, si ndio? Sasa neema sasa inakuja sasa hapo. Baada ya hapo, katika watu ambao tulitenda dhambi tukaonekana hatuna haki, tunaonekana wote dunia nzima ni waasi ambao hatuwezi kujipatanisha kwa Mungu kwa haki yetu wenyewe, bali tunahitaji neema ambayo ililetwa na Kristo Bwana. Sasa naomba nisomee kitabu cha Warumi sura ya 5 na ule mstari wa 20 mpaka 21. Warumi 5:20 mpaka 21 inasema, ndiyo. Lakini sheria iliingia ili kosa lile liwe kubwa sana. Ichi hapo kwanza inasema hivi, inasema neema iliingia, lakini sheria iliingia ili kosa lile liwe kubwa sana. Inasema sheria iliingia ili kosa liwe kubwa sana, kwamba sheria inapoingia kwamba inakwambia usitende dhambi,
Sasa unapofanya dhambi, ili kosa lako ndipo linaonekana, linakuwa kubwa sana. Endelea mtumishi. Na dhambi ilipozidi, neema ilikuwa nyingi zaidi. Sasa Biblia inasema kwamba dhambi inapozidi kuwa nyingi zaidi, hata neema inakuwa nyingi zaidi, kwamba hakuna wakati, kulingana na Biblia, hakuna wakati dhambi itakuwa kubwa zaidi kuzidi neema, kwamba neema ya Mungu inaokoa wanadamu wote na inakuwa nyingi zaidi kulingana na dhambi ambazo zimetendeka ulimwenguni, kwamba Mungu ana uwezo wa kuokoa wanadamu mara mbili zaidi wanavyotenda yale mabaya. Sasa endelea mtumishi. Ili kwamba kama vile dhambi ilivyotawala katika mauti, vivyo hivyo kwa njia ya haki neema itawale hata uzima wa milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Kama vile dhambi inavyotawala kwenda kwenye mauti, vile vile neema inatawala ili wapeleke watu wapi? Katika haki ya milele. Haki ya milele. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaona kwamba neema yani dhambi inavyozidi kuwa nyingi na neema inazidi kuwa nyingi zaidi. Sasa ni swali ni kwamba tuzidi kutenda dhambi ili neema izidi kuwa nyingi zaidi? Maandiko matakatifu yanasema tusifanye hivyo, yani tusiendelee kutenda dhambi ingawa neema ni kubwa sana. Yani hata tukitenda dhambi sana, neema ni nyingi zaidi. Lakini swali ni je, tuendelee kutenda dhambi ili neema izidi kuwa nyingi zaidi? Naomba usome Warumi 6:1-3. Inasema, tuseme nini basi? Ndiyo. Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Ndiyo. Hasha, sisi tuliofia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Inasema hapana, sisi tulioshinda dhambi tutaishije tena katika dhambi? Kwamba sisi kama tushapata ubatizo wa kweli, tumeweza kukombolewa na kuokoka, tumekuwa wanafunzi wa Yesu Kristo, hatutakiwi tena kuendelea kutenda nini? Dhambi, kwa sababu neema ya Mungu ni kubwa, ni kweli, lakini hatuendelei kutenda dhambi. Ni kwa sababu gani hatuendelee kutenda dhambi? Kwa sababu sisi si wa hapa duniani. Inasema maandiko matakatifu katika Wafilipi 3:20, inasema kwa kuwa wenyeji wetu huko mbinguni, kwamba sisi ni tupo hapa duniani, lakini hapa tunapita. Wenyeji wetu ambapo ni kwetu sasa ni mbinguni, na mbinguni dhambi haitendeki. Kama mbinguni dhambi haitendeki, tunatakiwa na sisi tuishi kama watu ambao tunafuata kanuni zile za mbinguni. Hatutendi mema au hatushiki sabato au hatutendi dhambi ili tuokolewe, bali tunatenda mema kwa sababu tayari tumeokolewa na sisi ni abiria tena tayari wa mbinguni. Ni kama mtu ambaye ni labda tuseme ni Mtanzania na ameenda sehemu fulani, labda tuseme ameenda Marekani kwa ajili ya muda kidogo, anajua kwamba baada ya muda fulani narudi nyumbani. Sasa kule anapoenda atakiwa kusongwa na zile tamaduni za kule, bali anatakiwa aishi kama vile asili yake inavyofanyaje, inavyotakiwa kuishi. Na sisi hapa tuna kitambo kidogo tu, tuna muda mchache sana ambao tunatakiwa tuishi hapa duniani, na tukitegemea kwamba ama tukingoja kwamba kuna siku moja Bwana